kusudi na wewe, kwa sababu Mungu anataka ukashushe, ukaangushe ngome ya shetani leo. Na ngome ya shetani leo watu hawawezi kuchomoka mle, watu hawawezi kutoka mle, kwa sababu wamezidiwa na uwezo ulioko ndani ya ngome, na mwenye kuwachomoa leo ni wanafunzi wa Yesu. Sema amen. Jipigie makofi wewe ambaye umepewa mamlaka ya kufanya mambo makubwa yasiyo ya kawaida. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, nimepewa ufunguo. Kama kitu kimejifunga, umepewa ufunguo. Sema amen. Kama kitu kimejifunga, wewe ndio mastercard ya ufunguo. Wewe ndio mastercard ya benki. Wewe ndio mastercard ya sehemu yoyote ya kuingia mahali popote ambapo palipozibwa. Iwe ni mamlaka ya binadamu, una mastercard ya kuingia ambayo yenyewe inaingia mahali popote. Ni wanafunzi wa Yesu, ni injili ya Yesu, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Huyo ndio amekupa kuwa mastercard ya kuingia mahali popote, na ndio maana una uwezo wa kunyamazisha imani yoyote iliyopo duniani, kwa sababu wewe ni mastercard ya kufanya chochote kilichoko kwa Mungu na kilichoko kwa wanadamu, kwa sababu Mungu ndio anakutazama leo. Sema amen. Nipungie mkono hewani, mwambie jirani yako, wewe sio wa kawaida kama unavyojichukulia. Mwambie hivyo, sio wa kawaida kama unavyojichukulia. Ndio unaweza kujiona tu, mimi ni mama fulani, mimi ni kaka fulani, mimi ni fulani. Sio wa kawaida. Sema amen. Wewe ni moto wa kuotea mbali. Bwana mmoja akaniambia, siku moja nilikuta kwenye clip yako ya mtandao ya jamii, unamwambia mtumishi wa Mungu mmoja, unamwambia kwamba ni mtoto mdogo sana. Ulikuwa unamaanisha nini? Nikamwambia, kama ni mtu yoyote duniani, acha Tanzania, ni duniani, anajiita mtume, anajiita nabii, mimi ni mtoto mdogo sana kwangu, kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Ukitoka Mungu kumtamka, unafuata mwana. Ukitoka mwana kumtamka, anayefuata ni wengine. Sasa mimi ni mwana wa Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu. Maana nyingine, Yesu ni mzaliwa wa kwanza kwa Mungu, mimi ni mzaliwa wa pili kwa Mungu. Ina maana nimewekwa kwenye kiti cha tofauti na mitume, nimewekwa kwenye kiti cha tofauti na manabii, nimewekwa kwenye kiti cha tofauti na waamuzi. Mimi ni mwana wa Mungu. Sema amen. Nipungie mkono wewe kama ni mwana wa Mungu, kwa sababu umeketishwa katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu umezaliwa na Mungu. Sema amen. Ndiye jirani yako, halo mwana wa baba. Kwa hiyo Samsoni baada ya kuambiwa akaambiwa kwamba tayari yeye anaenda kwenye maonesho, na akaenda kwenye maonesho sawa, akawafanyia watu maonesho, lakini baadaye akamfuata kijana mmoja akamwambia, naomba nipeleke kwenye nguzo mbili ambazo zimeshikilia ile jengo. Akapelekwa kwenye nguzo mbili zilizosimama. Nguzo ya kwanza ilikuwa imesimama kama hapa, na nguzo ya pili ilikuwa imesimama kama hapa. Kwa hiyo Samsoni akazishika kwanza nguzo. Watu wanamcheka kwa sababu asili ya nguvu zake zilikuwa katika nywele. Mungu akubariki sana. Na Samsoni amemwambia Mungu, naomba mara moja tu nijilipizie kisasi kwa hawa Wafilisti. Na Mungu akamsikiliza. Kwa hiyo leo sasa hatembei katika nadhiri, bali anatembea katika nadhiri automatic. Mungu akubariki sana. Lakini mwanzoni ilikuwa ni nadhiri ya nywele, sasa naingia katika nadhiri ya automatic iliyopo kwa Mungu. Sema amen. Na ndio maana na wewe usitembee katika nadhiri ya watu au ya watu waliofanya maajabu. Leo mpaka watu wanatumia vitambaa kuponya mapepo. Leo kuna watu wanatumia maji ya upako kutoa mapepo, kufanya miujiza. Kumbe nguvu ya Mungu iko automatic. Sema amen. Na ndio maana walioijua siri ya kufanya nguvu ya Mungu automatic ni wanafunzi wa Yesu. Hebu jipigie wewe mwanafunzi wa Yesu, kutambua nguvu ya Mungu inapatikana katika automatic. Sema amen. Automatic ni jambo ambalo linakuwepo wakati wowote, muda wowote. Umeme ukikatika, generator inawaka. Generator ikikatika, umeme unawaka. Ni kitu ambacho hakikutegemewa, lakini kinakuwepo. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana.